Nabii Ibrahim, ambapo tulisoma huko nyuma tulipotoka, kuwa ni mtoto wa Azar. Wengine wanasema hapana, Azari si baba yake mzazi, bali ni baba yake mlezi, baba yake mdogo au mkubwa. Sijui umeeleka vizuri eh? Wengine wanasema haitwi Azar, anaitwa Tarikhun au Tarihun, kwa kwamba lile Azar ni ismu lakabu, ni jina tu la lakabu ambalo limetangaa. Wengine wanasema hapana, Azar na Tarikhun au Tarihun ni watu wawili tofauti. Tarikhun ndio babake sahihi Nabii Ibrahim, Azar ni babake mlezi, kwa kwamba haiwezekani kizazi, ukoo, silsila ya kinabii ikaabudu masanamu. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa, warujza fahjur, masanamu chafu endelea kuepuka. Sijui tumeelewana jamani? Haya. Sasa hapa kalimatu janna, kalimatu janna bilughati al-arabiyya laha maanin adida. Kwa lugha ya Kiarabu neno janna lina maana nyingi. Janna alayhi bimaana satarahu, sawa, usiku umemstiri, umemkinga. Walidhalika summiya albustanu janna, kwa mantiki hiyo ndio maana hata bustani ikaitwa janna. Kwa nini imeitwa janna? Lianna shajara yasturuha, kwa sababu ile miti inaistiri ile bustani. Imeeleka vizuri eh? Ndio maana ikaitwa nini? Janna. Kisha kuna waljinna, jinna au waljinnu. Jinnu ni jini. Imeeleka vizuri? Ni kalima ambalo laha ishtiqaqat, lina viasulio vingi, sawa eh? Jinnu ameitwa jini listitarihim anil uyun, ni kwa sababu ya kuwafunika au kujifunika nini, kutoonekana na nini, na macho. Nani hapa kaisha muona jini? Kwa hiyo namna Mwenyezi Mungu alipomuumba, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sawa, hatuonani nao, sio kwamba haonekani, wapo, kuna binadamu wana uwezo akawaona, lakini namna Mwenyezi Mungu alivyo waumba majini, anaweza akafanya wewe usimuone, na akitaka umuone anaweza akakujilia pia ufanye nini, ukamuone. Na ndio maana kaitwa nini? Jinnu. Tumeelewana vizuri? Listitarihim anil uyun, ni kule kujistiri kwao, kuepukana na macho. Sisi hatuwaoni bwana, aliwaona Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipoitana na kujadiliana kuhusiana na Qur'an. Inna sami'na Qur'anan kisha janna, falamma janna, tuko hapo eh? Linatokana pia neno lingine janna, aljunun. Aljununu ni wenda wazimu, wenda wazimu. Tafsiri nyingine ukichaa, chizi anaitwa majnun, manake mwenye uchizi. Aljununu ni kile kichaa chenyewe. Umeeleka vizuri? Majnuni mwenye kichaa, jununun ni kichaa chenyewe. Kwa hiyo kichaa kimeitwa kichaa
liannahu yasturu al-aqla, kwa sababu kile kichaa kinaziba nini? Akili. Ndio maana kikaitwa junun. Al-jununu funun. Tumeelewana vizuri? Lakini kuna waljanin. Janini ni mtoto aliyekuwa ndani ya tumbo bado hakuzaliwa, huyo anaitwa nani? Janin. Kwa nini ameitwa janin? Liannahu masurun fil batni, kwa sababu amestiriwa katika nini? Tumbo la mamake. Nani leo anamuona mtoto akiwa tumboni kwa mamake kakaaje anafanya nini? Mama mjamzito akiwa anashaka na ujauzito wake, inatakiwa aende hospitali kujua kile kiumbe kipo hai au hakipo hai, akacheki ultrasound. Kuna vipimo ambao wanawake, doctor by professional, wakina mama wajawazito, anaweza akamtazama mapigo ya moyo. Sawa, mapigo yale yako vizuri, basi mtoto yuko hai. Anacheza. Mama mjamzito akiona mtoto tumboni hachezi, basi kuna hatari, inawezekana mtoto amekufa. Huyo daktari mwenyewe haoni kwa macho yake. Kwa sababu gani? Yule mtoto liannahu masturun fil batni, amestiriwa wapi? Aljanin. Tumeelewana jamani? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema falamma, basi zama, janna alayhi lailu, ulipomfikia Nabii Ibrahimu usiku, raa kaukaba, aliona nyota ya Zuhra. Aliona nyota ya nini? Ya Zuhra, kaukaba. Nyota moja aliona. Nabii Yusuf alayhi salam aliota, kaona nyota 11 au sayari 10 na ngapi? 11. Kwamba anamwambia baba yake, raaitu li sajidin, nimeziona hizo 11 kaukaban, sayari 11, sawa, washamsa walqamar, ikiwepo sayari ya jua na mwezi. Raaitu li sajidin, nimeona vikinisujudia. Babake akamwambia, ya la taksus ru'yaka ala ikhwatika ya bunaya, ewe kijana wangu mpendwa, la taksus ru'yaka ala ikhwatika, tafadhali usiwasimulie ndoto yako hiyo uliyoiota nduguzo wa kuzaliwa. Fayakidu laka kaida, watakufanyia hasadi, yani vitimbi. Hawatopenda kuona neema ambayo Mwenyezi Mungu anakubashiria wewe Yusuf. Sawa? Fayakidu laka inna ash-shaytana ala al-insan aduwwu mubin, hakika shetani siku zote kwa binadamu ni adui wa waziwazi. Angalia, kumbe mwenye kutenda na kufanya vitendo vya shetani na yeye anaitwa nani? Shetani. Hatutaki kwenda mbele sana kwamba ilikuwaje, lakini na yeye aliota 11. Lakini huyu Nabii Ibrahimu ulipofika usiku, falamma janna alayhi lailu, ulipofika usiku, raa kaukaban, aliona nyota. Qal, alipoona nyota akasema, nyota yenyewe ni Zuhra, kwa maana alisema liqaumihi, kuambia watu wake ambao wakanu najamin, walikuwa wataalamu wa kusoma elimu ya nyota. Mtume anasema kadhaba almunajimuna walau sadaku,
Wewe umesema urongo, wale wanajimu, ijapo watasema kweli, lakini wamesema nini? Sijui mtume ana falsafa gani? Yaani ijapo watasema kweli, lakini wamesema nini? Urongo. Kwa maana tusiendele sana tukawaamini tukawaweka mahala kana kwamba wakisema wao jambo ndo hivyo hivyo, tutawapa nafasi bure ya Mungu. Kadhaba almunajimuna walau sadaku. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo Nabii Ibrahim aliwaambia watu wake, hadha rabbi, huyu ni Mola wangu. Tumeelewana? Yani ile nyota ya Zuhura, falamma afala, zama ilipoondoka ile nyota, ay ghaba, qala, akasema, la uhibbul afilin, si vipendi mimi venye kuondoka. Uungu wote na basi. Mungu gani anakuja afu anaondoka? Sawa? Falamma raa al-qamar, basi baada ya kuondoka ile nyota, Nabii Ibrahimu akauona mwezi, bazighan ay talia, umechomoza. Mwezi umefanya nini? Qala, akasema, hadha rabbi, huu mwezi, huyu ndio Mola wangu. Falamma afal, mwezi sasa ulipoondoka, qala, akasema, la illam yahdini rabbi, ndio la illam yahdiani au yahdini, fa illam, la illam yahdini rabbi, kama asingeniongoza Mola wangu, asingenithibitisha katika uongofu, la akunanna min alqaumi dhalin, basi ningekuwa katika watu waliofanya nini? Waliopotea. Aliwadhihirishia watu wake kwa sababu watu wake walikuwa wapo katika upotofu. Mwezi ulipoondoka, falamma raa shamsa, silikaja jua, sio? Basi alipoliona jua, bazighan, ni lenye, bazighatan, ni lenye kuchomoza, kala, akasema tena, hadha rabbi, hadha akbar, huyu Mola wangu, huyu, ili jua ndio Mola wangu, hadha akbar, na huyu ndio Mungu mkubwa kuliko wote. Bimaana min alkaukabi walqamar, kuliko ile nyota ya Zuhura, kuliko mwezi, jua likawa ndio kubwa kuliko vyote. Falamma afalat, lilipoondoka lile jua, qala, akasema, ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun, enyi jamaa zangu. Qala, akasema Ibrahim, ya qaumi, enyi jamaa zangu, inni bari'un mimma tushrikun, hakika yangu mimi niko mbali sana kutokana na kile mnachomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi niko mbali. Min al-asnam, miongoni mwa masanamu, meleka vizuri, na vitu viovu vyenye kuzuka, almuhditha, sawa, almuhtaja ila muhdithin, vitu vyenye kuzuka vyenye kumuhitajia mzushi, ambaye anavizusha ni Mwenyezi Mungu. Fakalu lahu, wakamwambia kumuuliza Ibrahim, ma taabud, sasa wewe unaabudu nini sasa wewe Nabii Ibrahim, kama uko mbali na vile tunavyoviabudu sisi? Unatuita kwamba sisi tunamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala, akasema aya hiyo,
inni wajjahtu wajhi, hakika yangu mimi nimeelekeza dhati ya uso wangu, bimaana kasadtu biibadati, nimekusudia katika ibada zangu, lilladhi fatara samawati wal arda, kwa yule ambaye aliyeumba mbingu na ardhi, hanifan ay mailan ila dinil qayyim, hanifan, aliyepondokea katika dini ya sawasawa, wa maana minal mushrikin, na kuanzia leo mimi sikuwa miongoni mwa watu washirikina, sikuwa miongoni mwa watu washirikina. Sawa jamani, tukiweka nukta hapo kwanza tupate maelezo. Aliposema Mwenyezi Mungu falamma janna, kama tulivyozungumza kalimatu janna na tukaieleza katika maelezo, lakini tunachotaka kukizungumza hapa kwamba kuna mtu anaitwa Namrudha ibn Kanaan. Namrudha ibn Kanaan, watu walikuwa wakimwabudu Namrudha, na Namrudha alikuwa anamiliki waganga wengi na wapiga ramli. Namrudha kana lahu kuhan wa munajjimun, faqalu lahu, wakamwambia, innahu yuladu fi baladika hadhihi sana, hakika mambo yalivyo. Wanamwambia wale munajimuna, wapiga ramli, waganga, wanamwambia Namrudha ibn Kanaan, hakika kutapatikanika katika nchi yako hii, mji wako huu, mwaka huu, kutapatikanika ghulamu, kijana. Kijana huyo atakayepatikanika, yughayyiru dina ahli al-ardi, atabadilisha dini ya watu wa ardhini, atabadilisha dini, yani atawabadilisha kutoka katika hii dini wanaokuabudu wewe Namrudha, atakuja na dini nyingine, atawatoa watu wote waache kukuabudu, atamwabudu huyo Mungu wa dini yake. Tumeelewana sisi jamani? Wayakunu hilakuka wa zawalu mulkika ala yadaihi, hapo sasa ndipo kutakuja kupatikana kuangamia kwako wewe Namrudha. Waganga wanamwambia, na si kuangamia tu kwako, lakini ule ufalme wako utaondoka kwenye mikono yake. Huyo kijana anayekuja ataondoa ufalme wako, na ndio utakuwa mwanzo wa kuangamia kwako. Waganga wanamwambia, fa amara bidhabhi kulli ghulamin yuladu fi tilka as-sana, akaamrisha Namrudha ibn Kanaan, kila kijana atakayezaliwa mwaka huo aletwe na anachinjwa, kwa kuhofia yale maneno aliyoambiwa na wale waganga wake kwamba ataangamia, kijana atapora mamlaka yake, na kijana huyo atawafanya watu wote waabudu ile dini ya kwake yeye. Kwa hiyo akaamuru mwaka huo kila mtoto wa kiume anayezaliwa aletwe na achinjwe. Lakini sio hivyo, wa amara bi'azli nisaa ani rijal, akaamrisha kuwatenga wanawake, kuepukana na wanaume, wasije
wakazaa watoto wa kiume ambao watakuja kuhatarisha utawala wake. Kwa hiyo akaamuru kila mke na mume mwaka huo hakuna kukaa pamoja. Namrudha ibn Kanaan. Wajaala ala kulli ushra rajulan yahfadhuhum, akaweka katika kila familia mtu ambaye anawalinda. Je, kuna watu mke na mume wamekwenda kinyume na kauli yangu ya kuwatenganisha, hata wanafika mahala pengine wanaibiana kulala pamoja? Namrudha ibn Kanaan. Tumefahamiana vizuri? Fa idha halat almar'atu, sawa, mwanamke ilifika mahala akienda hedhi, khallu bainaha wa baina zawjiha, wanamwachia akae na mumewe. Kipindi cha nini? Sasa unajua hizo kushika mimba na si hawezi kuingiliwa kwa sababu yupo katika nini? Katika ada. Kwa hiyo ikifika mwanamke anakwenda hedhi, basi wale wanaume wanaruhusiwa wakae na wake zao, liannahum kanu la yujami'una fil haidhi au fil mahid, walikuwa wanaume hawaingilii wake zao katika kipindi cha hedhi. Fa idha taharat min alhaid, basi wanawake wakijitaharisha tu, wakisha taharika na kujisafisha kutokana na hedhi, halu bainahuma, wanaweka kizuizi kati ya mke na mume. Fa kharaja Namrudha birrijali fil bariya, akatoka sasa mwenyewe mfalme Namrudha na watu wanaume fil bariya, uko bara, sawa, wa azalahum anin nisa, na akawatenganisha na wanawake, takhawufan min dhalika almawlud, hali ya kuogopea na kuchelea huyo kijana aliyetabiriwa na waganga kwamba atazaliwa. Famakatha bidhalika ma shaa Allah, akaishi akakaa kwa hilo muda aliyotaka Mwenyezi Mungu, sawa. Thumma badat lahu haja ila almadina, kisha ikamdhihirikia Namrudha hitajio la kwenda mjini. Falam ya'man alayhi ahadan, Namrudha hakumwamini yoyote min qaumihi, katika watu wake, illa Azar, isipokuwa alimwamini nani? Alimwamini Azar. Fabuitha ilaihi, Azar akapelekwa, fa ahdharahu indahu, akafikishwa kwake, wakala lahu, na akasema kumwambia Azar. Namrudha anamwambia Azar, innali ilaika haja, mimi kwako wewe na hitajio, uhibbu, napenda, uswika biha, nikuhusie hilo nililokuwa nalo. Walam ab'athka, na sijakutuma wewe Azar, fiha, kwenye hiyo haja, illa lithikati bik, isipokuwa kwa uaminifu wangu mimi kukuamini wewe Azar. Fa aksamtu alayka, na kuapia wewe Azar, alla tadnu min ahlik, usimsogeree kabisa. Alla tadnu min ahlik, usije ukamkurubia mkeo kabisa, tafadhali bwana, na kuomba. Faqal Azar akasema, ana ashahu ala dini min dhalika,
mimi ni mwenye kupupia zaidi katika dini yangu kuliko ni hilo unaloniambia. Yani ile dini yao ya ushirikina ya kumwabudu yeye Namrudha, Azari anamthibitishia Namrudha kwamba yeye anapupa zaidi kwa kuipenda dini yake kuliko ni Namrudha anavyofikiria. Sio, tumeelewana vizuri? Haya, faausahu, akamuhusia bihajati, kwa haja zake alizokuwa nazo. Fadakhala almadina, akaingia Madina. Wakala hajatan, mulki akakidhi zile haja za almalak, yule mfalme. Thumma dakhala ala ahlihi, alipomaliza kukidhi mahitajio yale aliyotumwa na mfalme, dakhala ala ahlihi, akaingia kwa mkewe. Sawa, alipoingia, falam yatamalak nafsahu, hakuweza kujizuilia nafsi yake. Hivyo unaonaje uzuiliwe na mkeo Sheikh Isa? Sikwambii mwezi mmoja, wiki tu. Sasa jamaa akapewa fursa tayari, kamaliza yale mahitajio yaliyokwenda kutumwa na Namrudha, baadaye akaingia kwa nani? Maka waliwekwa kizuizini, hakuna kuonana na wake zao kwa kuhofia kwamba asije zikapatikanika mimba. Yule kijana aliyeambiwa na waganga wake atazaliwa kuchukua ufalme wake, na ikawa ndio sababu ya kuangamia Namrudha, ili isipatikanike. Kwa hiyo kamwamini Azar. Azar alipomtuma kenda huko alipotumwa, baada ya kumaliza yale mahitajio yaliyotumwa na mfalme. Allah, nini alichokifanya Azar? Fadakhala ala ahlihi, akaingia kwa mkewe. Falam yatamalak nafsahu, akawa hawezi kuimiliki nafsi yake. Hata waqa zawjatahu, mpaka akamwingilia nani? Mkewe. Fahamilat min saatiha, muda ule ule mkewe akashika ujauzito. Bi Ibrahim, mimba ya nani? Mimba ya Ibrahim. Tumeelewana jamani? Falamma danat wiladatuha, ilipokurubia kule kuzaliwa Ibrahim. Sawa, alitoka yule mama yake Ibrahim, inakimilia ile miezi ya kuwa tayari kuzaliwa, tena kwa kuogopa asije akaonwa akauawa yule mtoto wake. Imeleka vizuri, akatoroka. Falamma walaathu, alipomzaa kuzaliwa Nabi Ibrahim, jaalathu fi nahri yabis, alimtupia katika mto wa nini? Yabis. Akatupwa mule Nabi Ibrahim. Thumma lafathu fi khirqatin wa tarakathu, kisha akamfinga akamfiringiza katika kitambaa na akamwacha hapo. Sawa, kabla ya kupata habari Azar kwamba Nabii Ibrahim kafanya nini, yaani mkeo anashika ujauzito, sawa, anaogopa kukwambia wewe kwa sababu mfalme aliyekukabidhi majukumu yake umeshafanya kosa, ili asijue. Kwa hiyo mkewe anakuficha, anawazaa mtoto, anamvingirisha katika matambaa na nini, kisha anamtosa katika mto, kwa ajili ya kuogopa ule mtoto asije akauawa kwa ule utabiri wa waganga wa Namrudha. Yule mwanamke hakumwambia mumewe.
Sijui imeleka vizuri Habari wakila na inasemekana la, hapana, alimwambia. Lakini yule mwanamke alikuwa anayatofautiana na Azar, yani imani ya yule mama ni tofauti na imani ya nini. Kina mama siku zote wana huruma Akawa sasa kitendo kile kilichofanyika, akawa nakwenda kumtazama pale alipomtosa kwa kile kitendo alichokifanya. Akamkuta Nabii Ibrahimu yuko hai, ananyonya kidole chake kutokana na maji, kidole kimoja ananyonya inatoka maziwa, kidole kimoja ananyonya inatoka samli, kidole kimoja ananyonya inatoka nini? Asali, kidole kimoja ananyonya tende. Tumeelewana vizuri wakana Ibrahimu yashubu fil yaumi kashahri. Nabii Ibrahim makuzi yake yakawa yakiwa kwa haraka, siku moja kama mwezi mmoja, na mwezi mmoja kama mwaka mmoja. Akakaa Nabii Ibrahim siku au miezi 15. Alipofikia umri wa ujana, alimwambia mama yake Nabii Ibrahim, alipofikia umri wa hii ndio sasa lubul mawdhu, alimwambia mama yake, marabi, mamangu, mola wangu ni nani? Qalat, akamwambia, mimi ndio mola wako. Mama yake Ibrahimu anamwambia Ibrahimu, mimi ndio nani? Akasema Nabii Ibrahimu anamhoji mama yake, famarrabuki, haya wewe sawa, mola wangu, mola wako wewe mamangu nani? Qalat, akasema abuka, baba yako. Akasema famarrabu abi, ni nani mola wa baba yangu? Sawa, nimekubaliana. Je, mola wa baba yangu ni nani? Qalat, akamwambia uskut, nyamaza. Kwa maana kakasirika kuulizwa maswali hayo. Thumma rajaat ila zawjiha, kisha yule mama akarejea kuelekea kwa mumewe. Fakalat, akasema, araaita alghulama alladhi kunna nuhadithu, umemwona kijana ambaye tulikuwa tukimzungumzia, annahu bighairi dini ahli al-ardi, kwamba yeye yupo kinyume na dini ya watu wa ardhini. Thumma akhbarathu, kisha yule mama yake Ibrahimu akamwambia Azar mumewe, bimakala, kwa kile alichokuwa akikisema Nabii Ibrahim. Faatahu abuhu, akamwendea babake Azar. Fakala Ibrahimu akawa sasa anamhoji babake, ya abatah, ewe babangu kipenzi, marabbi, nani mola wangu? Kala, akasema ummuk, mama yako ndo mola wako. Kala, akasema Nabii Ibrahim, famarabbi ummi, ni nani mola wa mama yangu? Tumeelewana vizuri? Kala, akasema mimi ndio mola wa nani? Wa mama yako. Kala, akasema famarabbuka, wewe baba yangu. Sawa, wewe ndio mola wa mama yangu na mama yangu ndio mola wangu mimi. Haya, wewe baba yangu, mola wako nani? Kala, akajibu Azar kumwambia Ibrahimu, Namrudh ibn Kanaan, ni Namrudha ibnu ndio mola wangu mimi. Kala, Nabii Ibrahimu akamhoji, akaendelea kumhoji,
faman rabbu Namrudh, nani mola sasa wa Namrudha? Sawa, mimi mola wangu mamangu, mama mola yake wewe babangu, wewe babangu mola wako Namrudha. Sasa mola wa Namrudha ni nani? Falattamahu latmatan, akampiga kofi. Yani Azari akampiga kofi nani? Akampiga kofi Ibrahim. Wakala lahu uskut, akamwambia nyamaza wewe. Falamma janna alayhi al-lailu raa kawkaba. Aya inaanzia hapo. Baada ya kisa na historia hiyo, ulipofika sasa usiku totoro kumfikia Nabii Ibrahimu, aliona nini? Aliona nyota ya Zuhura kama tulivyofasiri. Sasa hapa waktulifa fi wakti hadha alqaul, imetofautiana katika wakati wa kauli hii. Sawa, si alisema hadha rabbi, huyu ndio nani? Mola wangu. Inasemekana maneno haya aliyasema Nabii Ibrahim, je, hal kana kabla albulughi warisala au baadahuma? Je, aliyasema kabla ya kubaleghe na kupewa utume, kwamba kaisha pewa utume afu akasema kuambia ile nyota kwamba huyu ndio Mola wangu, au alisema baada ya kubaleghe na kupewa utume? Ni muda gani aliyosema maneno hayo? Hal kana kabla albulughi, kabla ya kubaleghe, je ilikuwa hivyo na kupewa utume, au baadahuma, au alisema baada ya kuwa kaisha baleghe na kapewa utume? Wasahihu, kauli iliyokuwa sahihi, annahu baada albulughi, kwamba aliyasema baada ya kubaleghe, wa itai risala, na kupewa ujumbe. Wama waka min Ibrahim, na kile kilichotokea kwa Ibrahim, innama huwa mujazati liqaumihi wastidraji lahu. Sawa, ilikuwa tu ni malipo ya watu wake, lakini kuishi nao wale watu wake tadrijia. Sawa, kwa maisha ya kuwazoea, maisha ya kufanya nini? Yani kidogo kidogo anakubaliana nao katika yale mambo yao, lakini anajua kwamba hili silo sahihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoharamisha pombe na riba, aliharamisha tadrijia. Alisema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Lakini aya zingine za huku kabla ya hapa, riba ilikuwa ikionekana ni halali tu. Lakini hata pombe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anatuambiaje? La takrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, msikurubie swala ikiwa mmelewa, mpaka mjue, akili zenu zitambue nini mnachokisema kwenye swala. Kwa tafsiri na mantiki, ilionekana kipindi hicho mtu anaweza kunywa kipindi kisichokuwa cha swala na anaswali. Lakini kwa sababu watu walikuwa wamezoea kudumu na tembo, pombe, maisha yao, akiamka pombe, akilala pombe, akishinda pombe, akiamka pombe. Hivyo Mwenyezi Mungu kuwaharamishia pombe moja kwa moja, aliona hili litakuwa zito kwao. Walipozoea sasa kujifunza kwamba sasa kuacha pombe time ya swala, ikifika muda wa swala mtu anakuwa hajalewa, Mwenyezi Mungu akaleta kauli nyingine, innamal khamru
walmaisiru walazlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sawa, ni uchafu na katika amali. Hakika ya pombe na hivyo vingine vyote vilivyotajwa, sawa, ni uchafu na katika vitendo vya shetani. Jiepusheni navyo ili mpate kufaulu. Wakasema tumekoma. Nieleka vizuri. Sasa wakaacha pombe. Kwa hivyo uslubu huu unatufunza hata sisi katika dawa tusitumie sana taasub na unfu. Nenda na mtu ala kadri khatibin nasa ala kadri ukulihim, zungumza na watu kwa nafasi ya akili zao. Sisi tumeelewana vizuri. Hii kwa kiswa kimoja tunazungumzia somo la Nabii Ibrahim kuita mwezi, kuita ile nyota ndio Mungu. Hakumaanisha kwamba ni Mungu, lakini alienda na nini? Na akili zao, si ndio walikuwa wanaabudu? Akiwapinga, kuna maisha tena hapo? Hakuna maisha. Mtu mmoja alikwenda kijijini akakuta watu wanaswali. Katika swala zao wamefunga mizoga ya mapanya na bisu. Imeleka vizuri? Jifa min alfa'ar, mzoga ule wa panya na bisu, wanaswali. Na imamu ndo ana lile panya kubwa. Yule bwana akaja na munkari akasema, salatukum batila la tukbal, sala zenu ni nini? Hazikubaliki. Kwa nini? Kwa sababu mnaswali na najisi. Mnaswali na nini? Hakuwa na subra wala hakuwa na haya wala na uvumilivu aliposema maneno yale. Sasa hiyo ndio fatwa wameipata kwa imamu wao ambao ndio shekhi wao wenyewe wanamwamini. Wale watu wakamgeukia siku zote, au sio? Shekhi haya, au sio? Lazima watu wamgeukie kiongozi wao kwamba vipi bwana, haya maneno jamaa kaja nayo ndivyo au sio? Akaambia, sasa nyinyi mtanifuata mimi au mtamfuata huyu? Imamu akatoa hadithi yake, man atakum wa amrukum jamia yuridu an yufarrika jama'atakum faqtuluhu, anayekuijieni hali ya kuwa nyinyi mpo pamoja na jambo lenu la umoja, anataka kukufarikisheni, muweni. Jamaa hajachukua muda, yale mabisu ya mfukoni yakafanya kazi yake, wakamua. Kumbe alichokisema yule aliyouawa ni sahihi kabisa, lakini kosa lililofanyika, imamu na mwalimu na shekhe, kitabu chake kile alichokuwa anatumia kufundishia kina ghalat matbaa, chapisho la makosa. La tasihu salatu illa bisakinati wal waqar. Nadhani Safinatun Naja, sio? La tasihu salatu illa bisakinati wal waqar, haiwezi kusihi swala isipokuwa kwa utulivu, sio? Sasa kitabu cha yule shekhe mwenye wanafunzi na maamumu waliofunga mapanyabuku na mavisu kimeandikwa la tasihu salatu illa bisikini wal fa'ari, swala isihi isipokuwa kwa bisu na panya. Ule bwana akaambia wanafunzi wake, sasa bwana, mwambieni alete kitabu chake kabla hajauawa. Lete bwana kitabu chako. Mimi kitabu sina, isipokuwa ninavyojua ni hivyo. Man atakum wa amrukum jamia yuridu yufarrika jama'atakum, piteni naye huyo. Wakapita naye. Khatibin nasa ala kadri ukuli. Akaja mtaalam mwingine, ustadhi mwingine kwenye msikiti huo,
akawakuta wanaswali vile vile, anavumilia pua ile, hakuswali nao, harufu msikiti mzima. Shekhe akawa yuko pale, akamfuata akamwambia, Shekhe samani, mimi bwana ni miongoni mwa wanafunzi wako. Haya, mwanafunzi wangu wapi? Umetoka mjini? Nimekuja. Kaisha agiza kitabu chake, kaona ile fatwa, baada ya kuulizia akakaa naye darasani. Akamuuliza, kitabu changu bwana mimi kitakuwa kimekosewa, kitabu cha ule mgeni mwingine, angalia hekima na busara. Ambe kimekosewa? Ambe kwa kwangu kumeandikwa, Shekhe, la tasihu salatu illa bisakinati wal waqar, huku kwako bilfari illa bisikini wal fari. Sasa hapa kwangu nahisi hii bisakinati wal waqar, hii itakuwa ya kwangu imekosewa, ya kwako Shekhe ndio itakuwa sahihi. Ile katazama, tafsiri yake bwana nini hapo? Akaambia tafsiri yake, swala iswihi isipokuwa kwa utulivu na unyenyekevu. Ambasha ingiza watu wangu chaka hapa, nafanyaje? Makagundua ya huyu sasa ya kwake ndio ina makosa, huyu aliyokuja ni sahihi. Kaambia, bwana wewe, wewe umetokea mjini wewe? Ambaye umetokea mjini ya sawa. Basi akachukua akarekebisha kitabu chake nakla ile, baada ya bisikini akaandika bisakinati, baada walfari akaongeza nini, walwaqar. Akasema nitasimama baada ya swala kutangazia umma kwamba kuna fatwa mpya imekuja kutoka mjini huko kwa mufti. Kwa hivyo nitasema wewe umetumwa kwamba fatwa hiyo ipo, ili sasa tuachane na mapanya na kuswali na majambia. Baada ya swala akasimama kasalimia umini, jamani, sasa hivi kuna fatwa imekuja kutoka mjini, mheshimiwa mufti wetu huko mjini ameelekeza sasa hataki Uislamu, kwamba Uislamu wenyewe ni yusru, wala yushadda dina ahadukum illa ghalabahu, hawezi kushindana na dini mmoja wenu isipokuwa ilifanya nini, fasaddidu wa karibu, tucheze kati na kati katika dini. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu Sheikh ana mistari, lakini pale kwenye sakinatu wal wakari alichemka kidogo. Kwa hivyo jamani, Mungu anatutakia mepesi, hatutakii mazito. Kwa hiyo Sheikh, simama ueleze fatwa hiyo. Akakaa na msikiliza. Ana yule akasimama, asalamu alaykum wa rahmatullah, namshukuru Sheikh wetu kwa kunipa nafasi hii. Alhamdulillah, Sheikh wetu mtu mzuri, mwanazuoni mkubwa sana, anategemewa na mufti kule, anamwamini. Kwa hivyo mufti kantuma ile ibada ya kuswali viunoni na visu na mapanya yaliyokufa. Sasa kuanzia sasa tutaswali hivi hivi bila mapanya, bila visu, kwa sababu yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu, Mungu anakutakieni wepesi wala kutakieni uzito katika dini. Utakawe takbir, Allahu akbar, fatwa imefanya nini? Imepita. Kwa hivyo mwingine akasema, sasa zile swala zetu tulizokuwa tunaswali vipi? Ambia salatukum makbula, swala zenu zimefanya nini? Zimekubalika kabisa, wala hakuna tatizo. Akasema, muona bwana, usindo shekhe huyo, kaaminiwa kuleta fatwa mpya. Umeona namna ya kuishi na wajinga. Mjinga ukiishi naye vibaya atakudhuru. Imamu Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i ad-Dimashqi anasema katika maneno yake, lamma raaitu al-jahala fi nasi fashia, nilipoona ujinga kwa watu umeenea, yani watu wamekuwa ni wapumbavu kupita maelezo, wajinga, tajahaltu hatta dhannu anni jahil, na mimi nilijifanya mjinga mpumbavu kama hao mpaka wakajua na mimi ni nani, mjinga. Kwa hiyo kumbe hizi takia jamani zipo. Imeleka vizuri. Usije ukaonyesha msimamo wako kwa watu, lakini alaika udu ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati alhasana, uslubu dawa.
lingania katika dini ya Mola wako kwa hekima na mawaidha nini, sio waambie watu swala zenu nyinyi wote batili kama misikiti wenzetu wengine. Ambia haya, istau sufufakum waatadilu, wale wanawake waswali nyuma ambao wana isbali, yani mtu ambaye kanzu yake inaburuza anaitwa mwanamke, aswali nyuma, na asiyekuwa na ndevu na aswali nini. Sasa jamani, haya maneno gani? Mboto tukanana, sio? Tumeelewana vizuri Kwa hivyo Nabii Ibrahim aliyasema haya maneno taqiya, hali ya kufanya nini? Kuficha imani yake. Kwa hiyo kusema hadha rabbi, hakusudii kwamba kweli yule ni Mola. Tumeelewana vizuri? Falamma janna alayhi lailu, ulipomfikia Nabii Ibrahim usiku, raa kaukaban, aliona sayari, nyota ya Zuhura. Kala, akasema kuambia liqaumihi wa kanu najamina, kuambia watu wake walikuwa nini? Waganga, wapiga ramli. Meleka vizuri, hadha rabbi, huyu ni Mola wangu. Akisema wenyewe wakawa furahi. Meleka vizuri, bimaana hadha rabbi fi zaamikum, katika madai yenu nyinyi mnaona kama huyu ndio nani? Mola wangu. Falamma afala, falamma ghaba, ile nyota ilipoondoka, kala, akasema Nabii Ibrahim, la uhibbul afilin, sipendi vitu vyenye kuja afu vikaondoka. Mungu gani anakuja anaondoka? Tumeelewana vizuri? Falamma raa alqamara bazigha, alipouona mwezi umechomoza, talia, kala, akasema kuambia hadha rabbi, kwa madai yenu kwamba huyu ndo Mola wangu atakuwa, nyinyi ndo Mola wenu. Falamma afala, mwezi ulipoondoka, kala, akasema la illam yahdini rabbi, wallahi kama Mwenyezi Mungu asingeniongoza, bimaana asinge yuthabbituni ala alhuda, asingenithibitisha katika uongofu, la akunanna min alqaumi dhalin, ningelikuwa miongoni mwa watu waliopotea kabisa. Falamma raa shamsa, alipoliona jua, bazighatan, limechomoza, kala, akasema Nabii Ibrahim, hadha rabbi, huyu ni Mola wangu, hadha akbar, na huyu ndio Mola mkubwa, min alkaukabi walqamari, kuliko nini? Nyota ile ya Zuhra na mwezi. Falamma afalat, falamma afalat shams, jua lilipoondoka likazama, kala, akasema Nabii Ibrahim, bimaana waqawiyat alaihimul hujja, sawa, hoja kwao ikawa ina nguvu. Walam yarji'u, hawakurejea. Kala, aliwaambia, ya qaumi, ninyi jamaa zangu, inni bari'un mimma tushrikun, mimma tushrikuna billah min al-asnami wal ajrami al-muhdatha al-muhtaja ila muhdithin. Sawa, mimi niko mbali na vile mnavyomshirikisha Mwenyezi Mungu. Mimi nakwambieni, angalieni, tunakubaliana wote kwamba huyu ndio Mungu, afu inafika mahali sasa Mungu gani anakuja anaondoka. Sema huyu, haya tumemwona huyu anakuja anaondoka. Jua mmesema, nikaona huyu ndio mkubwa zaidi, akaja. Sasa Mungu gani yuko hivyo? Ana bari'un, inni bari'un mimma tushrikun, mimi niko mbali kwa kile mnacho mshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fakalu lahu, akamwambia Nabii Ibrahim, ma ta'budu, kwa hiyo sasa mpango wako vipi? Tukuelewi wewe, mpango wako vipi? Kwani wewe unaabudu nini? Manake huyu unamkataa, akija huyu unamkataa, unakubali afu unakataa. Kala, akasema inni wajjahtu wajhiya, mimi nimeelekeza dhati ya uso wangu kwa kukusudia ibada, kasattu biibadati lilladhi fatara as-samawati wal arda, ni kwa yule ambaye tu aliyoumba mbingu na ardhi, ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan, tena hali ya kuwa mimi ni mwenye kupondokea ila dini al-qayyim, kwenye dini ya sawasawa ya Uislamu. Wa maana minal mushrikin, na mimi sikuwa ni miongoni mwa watu wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na chochote kile ambacho
Mwenyezi Mungu anafaa kushirikishwa kwacho. Tumeelewana jamani vizuri? Na katika kusema hadha rabbi kuna kauli kama tano. Kauli ya kwanza kwamba Nabii Ibrahim alisema hadha rabbi fi dhanni, yani huyu ni Mola wangu, lakini dhana, sio yakini. Sio nini? Yakini. Kwa dhana za hawa jamaa. Kwa hiyo na yeye alidhani hivyo, lakini kuwaridhisha hawa watu waliokuwa nao, kwa sababu ilikuwa ni katika hali ya Nabii Ibrahim ya mabadiliko. Kauli ya kwanza, annahu qala dhalika i'tiqadan annahu rabbahu, kwamba alisema kwa kuitakidi kabisa kwamba mwezi, nyota, jua ni Mola wake. Aliitakidi hivyo Nabii Ibrahim, na hiyo ni kauli ya Ibn Abbas. Kauli ya tatu, annahu qala dhalika, kwamba alisema maneno hayo Nabii Ibrahim fi hali tufulia wa sighari, katika hali ya utoto. Lianna ummahu waladathu fi mugharati hadhran alaiha min Namrudh, kwa sababu mama yake alimzaa pangoni kwa kumwogopea nani? Namrudh. Falamma kharaja anhu, alipotoka, kala, alisema hadha alqaul, kusema kauli hii Nabii Ibrahim kabla qiyami alhujjati alayhi, kabla ya kusimama dalili. Umeeleka vizuri? Kwa sababu hiyo ni hali ambayo la yasihu fiha kufrun wala iman, ni hali ambayo ilikuwa kufru na imani wala viswihi. Umeeleka vizuri? Ni kipindi alichoishi, kipindi cha fitra, sio fitra bita, fitra bita. Sawa? Wale watu walioishi kipindi cha fitra, ambacho kipindi hakuna mtume, uwezo ukahesabu kwamba wanakwenda motoni, wakati Mwenyezi Mungu anasema ma kunna muadhibina hata rasula. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kilikuwa ni kipindi hicho. Anasema wala yajuzu an yakuna, wala haifai kuwa kwamba Nabii Ibrahimu kala dhalika, kalisema hilo baada albulughi, kwamba kalisema baada ya nini? Ya kubaleghe. Hakusema maneno hayo baada ya kubaleghe. Hizi ni ikhtilafu za wanawazuoni almufassirun. Sawa? Inasemekana alisema kipindi cha utoto, wala isihi kwamba alisema kipindi cha baada ya kubaleghe. Na tulisema rufi'at al-aqlamu an thalath, kalamu inanyanyuliwa kwa kutoandika mambo mangapi? Ani naimi hata yastayqiza, aliyelala mpaka amke. Wa anil majnun hata yaqila, chizi mpaka apate nini? Wa anis sabiyi hata yablugha. Sawa? Haiandiki makosa ya mtoto mdogo mpaka afikie umri wa kubaleghe. Kwa hiyo kasema Nabii Ibrahim maneno haya alikuwa ni kabla ya nini? Kabla ya na kabla ya risala. Umefahamika vizuri? Kabla albulughi, kabla ya kubaleghe, wa kabla risala, na kabla ya utume. Ndio alisema maneno hayo. Lakini kauli ya nne anasema annahu lam yaqul dhalika qaulun mu'taqidun, hakusema kauli hiyo kwa kuitikadi. Wa innama kalahu ala wajhi al-inkari, na hakika mambo yalivyo alisema kauli hiyo Nabii Ibrahim kwa njia ya kukanusha liibadatil asnam, ya kuabudia nini? Fa idha kana al-kawkab wash-shamsu wal-qamar wama lam tasna'hu wala amilahu bashar lam takun ma'buda lizawaliha. Umeeleka vizuri eh? Ikiwa hiyo sayari ya Zuhura, jua, mwezi na vile ambavyo
havikuwepo, wala amilahu, wala hakuvifanya yeye nabii wala hajavifanya binadamu wa aina yote. Kwa hivyo vilikuwa havikunini, si vyenye kuabudiwa kwa kule kuondoka kwake. Yani vinakuja alafu vina nini, vinaondoka, vitu ambavyo havikuumbwa na binadamu. Umeeleka vizuri? Jua, mwezi, Zuhura ni vitu ambavyo havikuumbwa na nani? Na binadamu. Vile vinakwenda kwa mamlaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye mwenyewe alivyoviumba. Idhan fal asnamu allati hiya dunaha, basi masanamu ambayo yapo kinyume na kaukabu shamsi wal qamar, sawa aula alla takuna maabuda, ni bora zaidi hivyo kutokuwa ni vyenye kuabudiwa, kwa sababu vile vimetengenezwa na nani? Na binadamu. Haya masanamu vile vimetengenezwa na Mungu. Sasa ikiwa vile haifai kuabudiwa, jua wala mwezi, vitu ambavyo vinakwenda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa iradati na kutaka kwake, ikiwa si miungu, sasa je, sembuse itakuwa masanamu ya kuchonga ya mawe au magogo? Kwa hivyo ndo kabisa havitakiwi kuabudiwa. Kauli ya tano, annahu qala dhalika, Nabii Ibrahimu alikuwa anasema hadha rabbi, hadha akbar, sijui nini na nini. Alisema taubihan ala wajhi al-inkar, sawa. Manake hali ya kuyadhalilisha, hali ya kudhalilisha kwa njia ya kukanusha. Taubihan yani anawadhalilisha wale watu wake ambao wanaabudia nyota, wanaabudia mwezi, wanaabudia nini? Jua. Kwa hiyo alikuwa anawaambia hadha rabbi, lakini si kwamba akiyakinisha kwamba ni rabbi kweli ni mola, la, annahu qala dhalika taubihan ala wajhi al-inkari, kwa njia ya kukanusha, sawa. Alladhi yakunu maahu alfu al-istifham, sawa. Meleka vizuri, ambayo inakuwa ina istifham takriban 1000, wa takdiruhu, kukadiria kwake, ahadha rabbi, hivi kweli huyu ni mola wangu kweli? Sawa. Kama Mungu usema hal yasawi alladhina ya'lamuna walladhina la yasawiyan, istifhamu istinkari. Ahadha rabbi, hivi kweli huyu mola wangu? Kwa maana si mola wangu. Kwa alisema Nabii Ibrahim kauli hiyo taubihan ala wajhi al-inkari, kwa njia ya kukanusha. Umefahamika vizuri ambayo inkari inakuja siku zote kwa, inapatikana inkari pamoja nayo kwa istifham takriban 1000. Umeeleka vizuri katika upande wa lugha. Sasa watakdiruhu ahadha rabbi, je kweli huyu ni mola wangu? Kwa hiyo kuna ikhtilafu al-mufassirin, sawa. Wametofautiana nini watu wa tafsiri, lakini ala al-umumi wa ala ittihadi, Nabii Ibrahimu hakuamini wala kuitikadi kwamba nyota ya Zuhra, jua au mwezi kwamba kweli kaamini ndio Mungu. Hapana, alisema kwa njia ya taubihan ala wajhi al-inkar, na mimi nachukua hivyo. Umeeleka vizuri? Mahma kana al-amr, si ndio? Kama utakwenda kusoma kule inaambia bwana, mbona uongo ni dhambi, lakini Nabii Ibrahim kasema uongo. Alipoulizwa man faala bi alihatina, sio unasemaje ile aya, nani kayafanya miungu yetu hivyo Ibrahim? Akala, akasema salu kabirahum, sio au akbarhum, liulizeni lile kubwa lao kama linaweza kusema. Hapana, aliulizwa akasema hadha, sio nani kafanya miungu yetu hii namna hii, kuicharanga charanga mwanzo mpaka mwisho, kuanzia Mungu kaacha ile sanamu kubwa,
haya masanamu madogo yote imefyekwa. Nabii Ibrahimu akasema hadha. Umeeleka vizuri? Kwa maana kilichofanya kuwacharanga hawa miungu midogo, hadha ni huyu mkubwa wao. Wanasema Nabii Ibrahim mbona alisema uongo? Baadaye akasema atafanyaje kitu ambacho huyu hawezi kufumba, kufumbua, hawezi kula wala kunywa. Akamwambia mnaabuduji kitu kisichosikia wala kisichoona wala kisichotikisika. Lakini aliposema hadha hakumaanisha yule sanamu kubwa, alimaanisha mkono wake ndio umefanya hivyo. Kwa kusema uongo. Sisi tumelala vizuri. Kwa hivyo nadhani maneno yanaendelea, tuende mbele. Tutulie tu hapo imamu. Basi inshallah leo tuishie hapo, na kesho tutaingia aya inayosema wahajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tushrikuna bih illa ayasha rabbi shay'a. Ndio wasi'a rabbi kulla shay'in ilma afala tatadhakkarun ila akhir alayat. Sasa tutaingia katika jidal na mahojiano na mjadala wa Ibrahim na watu wake, namna walivyokuwa wakijadiliana kuhusiana na swala la kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyekuwa mmoja. Na ndio maana Nabii Ibrahim anaitwa Abul Iman, baba wa nini? Baba wa imani. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.